Hutumia mwanamke kwa ajili ya ukombozi wa dunia. Alipoangalia njia zote alikosa mahali pa kupitia, maana Adamu ni mtu ambaye kila kona yeye ukimuuliza ana msimamo. Yaani moja ya watu ambao wamewekewa kuwa na misimamo na utawala ni mwanaume, lakini mwanamke amepewa uwezo wa kuruhusu utawala wa mwanamume ufanye kazi, wa kuruhusu mwanamume utawala wake ufanye kazi. Tukasoma kitabu cha Kutoka sura ya 3 mstari wa 21 hadi 23. Asema, nami nitawapa kibali machoni pa hao wa Misri, hata mtakapotoka hamtatoka patupu, na kila mwanamke atake vitu kwa Misri, atake vitu vya dhahabu, apate vitu vyovyote, kwa maana kwamba mwanamke ndicho kibali cha ukombozi. Ni kibali cha nini? Cha ukombozi. Mungu alitumia njia hiyo kuwabariki wanaume. Ni eneo muhimu sana, na tunaendelea kuona kabisa katika kitabu cha Mithali sura ya 18 mstari wa 22. Nisomee pale. Huyu mwanamke ambaye ana nguvu za imani, chakula chake kikubwa ni maombi, ni muombaji. Mwanamke ambaye anajua kibali chake ni Mungu, huwa ni muombaji. Muombaji hadharau maombi, anaelewa maombi ni msingi wake wa kuimarika katika kila nyanja ama njia anazopitia. Some pale Mithali sura ya 18 mstari wa 22, neno la Mungu linasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kwa Bwana. Ajipatia kibali kwa Bwana, kwa maana mwanamke ndiye kibali kitokacho kwa Bwana. Ni kibali, yani ukimuona popote pale ni favor ni mwanamke mwenye kibali. Na hapa nikiwaona kibali chenu ni kikubwa. Unapotokea ndipo ukombozi unatokea. Haleluya, haleluya, haleluya. Na kwa sababu ni kibali cha Bwana, husimama katika kuokoa na kuponya. Husimama katika husimama katika kuokoa na kuponya. Hivyo kila mwanamke anapaswa kuelewa yeye ni kibali kutoka kwa Bwana. Sema, mimi ni kibali. Yaani hauna roho ya kukataliwa. Hata siku moja usikubaliane mtu akakwambia una roho ya kukataliwa. Hata usikae kaona kama vile wewe ni wa makosa. Wewe ni miongoni mwa watu wenye kibali. Apataye mke amepata kitu chema. Sema, mimi ni kitu chema. Wanawake mlioko hapa, sema mimi ni kitu chema. Sema tena, mimi ni kitu chema. Kitu chema ndicho ambacho Mungu anakiona ni eneo muhimu la kupitia. Na nimekuambia hichi kitu chema kinapata chakula chake kwa njia ya maombi. Mungu anasubiri maombi ya mwanamke ili aweze kuleta ukombozi kwa mwanadamu. Mwanamke asipoomba hakuna kitu kinabadilika. Tukasoma tena kitabu cha Mwanzo 16 mstari wa 7 hadi 11. Tulimuona huyu ni mtu ambaye alipitia maisha magumu, ni mwanamke anaitwa Hajiri. Mwanzo sura ya 16 mstari wa 7 hadi 11. Hajiri alikuwa amepita mahali pagumu ambapo hakuna mtu angeweza kumsaidia, lakini akamwomba Mungu. Mungu akamtokea. Unaposimama katika mapito unayopitia, Mungu anakutokea na kukupa majibu yake. Haleluya, haleluya. Ukiingia kwenye maombi, Mungu ujibu katika kila jambo ambalo unaliomba kwa Mungu. Mwanamke nguvu zake za imani zinaonekana kwenye maombi. Nje ya maombi nguvu zako za imani hazionekani. Nguvu ya mwanamke kwenye maombi ndio inaonekana. Imani yako inapatikana kwenye maombi. Kitabu cha Luka sura ile ya 18 mstari wa 1 anasema, imetupasa kumwomba Mungu siku zote, wala tusikate tamaa.
Akatoa mfano wa mtu ambaye alikuwa anamuomba mtu dhalimu, anamuomba kadhi mmoja ampe haki yake, lakini akaendelea kusumbua. Pamoja na kusumbua kwake, akapewa haki yake. Mwambie jirani yako, mimi ni wa thamani. Sema amina. Sema amina tena. Mathayo sura ile ya 15:22 na 28. Maombi ni jukwaa lenye nguvu kwa mwanamke, ni jukwaa lisiloshindwa. Mwanamke anapoomba, mbingu zinashuka kwenye maisha yake. Anapokuwa mwombaji, hatua zake zinabadilika. Anapokuwa mwombaji, anakuwa mwingine. Tukaongelea siku ya pili, tukasema mwanamke ni nini? Tuliongelea siku ya pili, haleluya, sema ni mtumishi. Siku ya pili tuliongelea mtumishi, haleluya. Ni nani? Ni mtumishi. Ni kusudi ama mtumishi? Haleluya, tumishi. Mwanamke ameumbwa kwa ajili ya utumishi. Kwa hiyo kila mwanamke asijilegeze ama asitafute sasa kutaka mtu mwingine amtumikie. Wewe ni mtumishi kuanzia mwanzo wa uumbaji wako. Unaposikia msaidizi, ni nani? Ni mtumishi. Na nikakueleza mambo mengi sana kwenye kitabu kile cha Mithali 31. Mtumishi anamwamini Mungu. Mwanamke huyu ambaye anaitwa kwenye Biblia ni mtumishi, ana mfumo wa kumwamini Mungu, kwa sababu aliyemuita katika utumishi ni Mungu peke yake. Unapomwamini Mungu katika utumishi aliyokuitia, atatimiza huduma ulionayo. Umeumbwa kama mwanamke. Kuna utumishi wa kuzaa, kuna utumishi wa kulea, kuna utumishi wa kufanya kazi ya Mungu kwa mambo mengi. Humwamini Mungu. Lakini nikakwambia kwenye Mithali sura ile ya 31 mstari wa 11, anasema mumewe humwamini. Mwanamke ambaye ni mtumishi, mume wake anamwamini, wala hata kosa mapato. Dunia ya zamani ama dunia ya kule nyuma, utajiri unaletwa na wanawake, sio wanaume. Haujaelewa? Utajiri unaletwa na wanawake, sio make. Sikia, kwetu huwezi pewa shamba, huwezi pewa ng'ombe kama hujaoa. Sijui kwenu. Huwezi kabidhiwa vitu kama una mke. Nilipooa Ana, nikagundua siku zote sikujua nitapewa eneo gani, make tuko wengi. Lakini siku nimeoa, mzee anatokea pale, anamwambia mwali, alikuwa anamuita mwali mali. Sasa Masai hajui kusema mwali, anasema mali. Yaani kumbe nilioa mali. Makofi kwa ajili ya mzee wangu. Mali, yaani Masai ni ile alivyosikia mwali, yeye akasema mali. Yaani sio mwali. Hiyo mwali bakini na nyie. Yeye katoka mali. Akamuita mali, njoo. Utakapokuja nyumbani kuna kitu nitakuonyesha. Nikajiuliza hivi vipi? Yaani tuko wengi. Kwa hiyo sijui nitapewa wapi, nitapewa nini? Niko tu. Siku hiyo anaenda na muonyesha lishamba likubwa kuliko la watu wengine. Akamwambia mali, unaona hii? Kuanzia hapa enda paka kule bondeni. Alafu kuanzia hapa tena enda paka kule. Hii ni yako. Alafu akamwambia, alafu hapa eka nyumba ili ukae. Kwa maana kwamba utajiri wa mzee wangu anayepewa ni yeye. Na unajua hii ni kanuni nzuri sana, hata mjifunze wengine, kwa sababu siwezi kuleta ukorofi wowote. Kwetu mwanamke aondoki kwao kwa sababu pale ndio kwake.
Sijui kama unanielewa. Haondoki, ashaambiwa hapa ndio kwenu. Kwa hiyo atakayeondoka ni mimi, nitatafuta pa kwenda. Maana sijapewa, aliyepewa nani? Nachosema kwamba mwanamke ndiye anayeleta utajiri. Anayeleta nini? Utajiri. Mwambie jirani yako, peleka utajiri. Wewe ni mtumishi, kwa hiyo katika utumishi wako hutakosa mapato, hutakosa mafanikio, kwa kuwa ndani yako kuna utumishi. Utumishi ambao uko na roho ya utayari na unyenyekevu. Mwanamke ndani yake kuna utumishi. Na hii hapa inatakiwa wanawake wote waelewe kwamba hii tabia ya kufuga kucha ndefu sio tabia njema ya wanawake watumishi. Halo? Sema amina. Fuga kucha ndefu, lakini kumbuka kuna majukumu hizo kucha zitakulimit. Wapigieni makofi ambao yaani zitakuwekea mipaka, maana kuna nguo za baba zinahitaji kuoshwa. Kuna kazi zingine ambazo utaacha kufanya, na utakapoanza kumpa mwingine kazi yako, ujue pia atachukua na kazi zingine ambayo hujampa. Kuna mtu hajasema amina hapo? Unapoanza mpa mtu kazi yako, ujue hata ile nyingine ambayo hujampa atafanyaje? Atajichukulia mwenyewe, maana tayari ashaanza mazoezi. Ashaanza nini? Mazoezi ya kuhakikisha chombo kinatakata. Hivi kucha ndefu inaweza ikaosha kweli glasi? Hebu nielekeze tu mwenyewe. Maki ukitumbukiza kwenye glasi, kinachogota ni nini? Inaweza ikasafisha kweli? Sasa kuna mwingine umempa ile kazi, atapitisha glasi itaingia, alafu kuna tafanya mkono wake vizuri. Sasa usije ukashangaa siku moja huo mkono wake akafanya vitu vingine ambavyo utajiuliza ilikuwaje. Ambie mwenzako wewe mtumishi. Mwambie jitume. Kila kitu naagiza, dada nilete maji, lete. Hiyo unavyoagiza, iko siku ataagizwa na ataleta kuliko siku zote anapoletwaga. Maana atakuja akileta anaanza kutembea kwa magoti. Alafu kuna roho ya huyu jamaa akisikiaga tu kuna mtu anapiga magoti, inaanza kwenda speed ti. Ambie jirani yako wewe mtumishi. Tumika, kwa sababu Mungu anakutazama katika utumishi kama mwanamke. Katika uumbaji wa mwanamke ameumbwa kutumika. Ndio maana hata katika mwezi anatumika. Hata kwenye mwezi siku zake anatumika. Kwa nini? Kwa sababu kuna huduma lazima awajibike katika ulimwengu huu. Wewe ni mtumishi. Mwambie jirani yako wewe ni mtumishi. Sema tena wewe ni mtumishi. Kwa hiyo kwa kuwa wewe ni mtumishi, muamini Mungu zaidi. Ibrania sura ya 11 mstari ule wa 11 anasema Sarai alimwamini Mungu, akahesabiwa, akapata kuwa na mama wa watoto, akapata watoto. Unapomwamini Mungu unafanikiwa katika viwango vikubwa. Utumishi wako unakuwa bora. Mwanamke mtumishi anakuwa tayari kwa wakati wowote. Anakuwa tayari kwa wakati wowote. Mwanamke mmoja anaitwa Vashti alifika mahali anaitwa na mfalme, akasema sijisikii. Sijisikii. Kilichotokea nini? Alisema ajisikii, nafasi yake kuna mwingine wanaojisikia wakachukua nafasi. Hello? Aliitwa, hakuwa tayari. Anasema leo sijisikii kushuka. Vashti anakataa kushuka kwa mfalme. Kushuka ni eneo la unyenyekevu. Mtumishi yoyote tabia ya unyenyekevu itamfanya akae kazini. Leo mama ameitwa kwenye mada ya redioni kwamba nini kinafanya ndoa zinavurugika? Nini inafanya ndoa zisiharibike? Ni kwamba watu hawajatambua wajibu wa ndoa, majukumu, makusudi ya ndoa ni nini. Hivi kuna mtu anaweza kaacha kazi kwa sababu amekemewa na bosi?
au bosi kaja kakasirika, mbona anaweza anyenyekee kazini kwa ajili ya mshahara ambao saa yote pia vile vile anaweza akafukuzwa, alafu anashindwa kunyenyekea kwenye mahusiano ambayo imebeba watoto, imebeba mali, imebeba nini tena, na hatima yake yote nini? Ni kuto kujitambua kwamba wao wana makusudi gani kuwa wawili. Sasa hapa ndipo mahali ambapo wamama wengi tunapaswa kuelewa kwamba nyie ni watumishi ambapo mnapaswa kusema niko tayari kwa wakati wote. Haleluya, haleluya, haleluya. Wangapi wanasema tuko tayari? Kubali kutumika kwa wakati wote. Kitabu cha Yoshua sura ya 2 mstari wa 1 hadi ule wa 3 na kuendelea, Biblia inasema Mungu alimtumia yule mwanamke anaitwa Rahabu. Alikuwa ni mwanamke ambaye ni kahaba, lakini pamoja na hayo alikuwa tayari kutumika kwa ajili ya watu wa Mungu. Mithali 31 mstari wa 10 hadi 29 tumesoma habari ya mwanamke mtumishi. Ni mwanamke mwenye bidii katika kuhakikisha mafamilia yake iko safi, iko vizuri, ina uwezo, ina matokeo. Mume wake humwamini wala hata acha kukosa mapato, hata acha kupata mapato. Mara nyingi unapokuwa unamsubiri mume wako akuletee, unapoteza kile Mungu amekuumbia kufanya. Unaposubiri mume wako akununulie nguo, unapoteza muda na nafasi ambayo Mungu amekupa. Biblia inasema huangalia kitani, nguo safi. Sisi wanaume kwa asili hatujajaliwa kutafuta nguo ama kununua nguo. Ati mshemshibozi azunguke kutafuta nguo ya Mary, ni mtihani mzito ambao hata faulu. Na hata hivyo anaweza akakuletea alafu ikawa oversize ama ikawa mbaya kulingana na vile ambavyo rangi zako labda hajazisoma. Hello, ukasema tu asante, huku unamwambia siku nyingine ukiletea niipigie simu. Maki uje kaboronga. Sijui kama unanielewa. Maki unaweza akawa anauliza, yuko dukani anasema mwenzangu ipi nzuri? Kisa muuzaji mwenyewe ni mwanamke, anataka kuuza, bei nzuri, anapeleka, anakuletea, kumbe wewe mwenyewe kwanza uliona labda hiyo nguo alivaaga adui yako. Maki wanawake wakosi maadui. Anakumbuka hii hapa kavaa yule adui yule Zaki. Unashangaa tu nguo inapakiwa pale haivaliwi, kumbe ulileta kitu ambacho hakifai. Nini? Mwanamke ndiyo mwajibikaji. Biblia inasema kwamba huyu mwanamke utafuta kitani kizuri. Watu wa kwake wanavaa kitu kizuri. Ukiona watoto wanavaa vibaya, sio baba anayehusika. Ni nani? Ni mama. Hivi huyu baba Lukumai kweli akazunguki Kariakoo anatafuta nguo za watoto? Inaenda ile Kariakoo tu kuingia hivi, mbona ni kichefuchefu kingine? Niko tayari kuwaambia mtu leteni hayo maduka hapa karibu, niwaambie watoto wajichaguliage. Haleluya. Mama ndiye anawajibika, na huwa ukiwaona wanavaa mama, yani hapa mimi bwana kuna nguo za watoto zinatakiwa, nafanyaje? Nahusika kuchangia, lakini mhusika mkubwa ni yeye. Hata wamama niwaambie kitu kimoja, saa zingine mme wako anavaa nguo mpaka inafubaa, nguo mpaka imechanika, mkanda mpaka umetoboka, hafu huko tu zako unavaa wiki hii rangi, kabati imeshona ngii. Hutaki kusema mume ana kiatu, tena kiatu cha mtumba, alafu wewe bado unaendelea kujivalisha tu. Kumbuka, akiaibika yeye ndio umeaibika. Siku moja fanya vitu vya maana, mwambie na shida na hela fulani, nikupe hiyo. Na shida na 300,000 ya nini? Na shida fulani. Alafu nenda dukani, hakikisha umefanya shopping yake. Mwambie shida yangu nilikuwa nataka uvae hivi.
uvae hivi, vaa hivi, vaa hivi. Ataondoka wiki nzima anakuwaza, atakaa mwezi mzima anakuwaza. Hata ikitokea mwizi jambazi njiani hamuoni, atakuwa anakuona wewe shujaa unayemlinda, kwa sababu kama unamwazia nguo, hata unamwaza kwenye akili. Halo, unaweza ukawa hujaelewa hiyo siri mojawapo ya kusimama katika utumishi. Jali mwanamke huyu kwenye Mithali, anajali watu wa nyumbani kwake. Wengine mnajijali tu nyie, lakini watu wa nyumbani kwako wamekaa ovyo ovyo. Mwanamke wa Mithali anapangilia mambo ya nyumbani kwake, anapangilia wamevaaje, anapangilia wametokaje. Mume wako anatoka tu kama anakimbizwa kama bachelor, haujui hata ni nguo gani amevaa. Nikitokaga naitwa njoo baba, naomba badilisha hii bwana, na haraka. Asema pamoja na haraka hii haitoki. Kadhalika na mimi nikimuona ametokea, anambia hii hapa inaonyesha vitu vyangu.